Kaspool, anaitwa Kaspool kama kawa Yakub Maalim Wele. Sasa hivi anaitwa Yakub Maalim Wele, Yakub Maalim Wele. Wele jina la Kisomali la Kiarabu? Ya Kisomali. Mbona umejiita jina la Kisomali? Kwa sababu unajua babangu ambaye aliniingisha dini, ambao amekuwa akitembea nami, anaitwa Abdi Wele. Sasa nikasema kwamba kwa vile ni babangu wa kiroho anabaki kuwa sasa babangu, so nikabadilisha jina Yakub Maalim Wele. Kaspool, ndani kuuliza swali moja. Yeah. Toka umeingia katika Uislamu, umejifunza nini katika Uislamu? Nimejifunza vitu mingi sana. Nimejifunza vitu ambazo leo hii, na kwanza kuongea kuhusu purity, usafi ya pili nimejifunza kuhusu vitu sijui vile nitasema kwa lugha ambao mtu wa kawaida anaweza kuelewa. Imenifundisha usafi wa nje na wa ndani wa kiroho. Imenifundisha kuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na sio tunajaribu kusema upande mwingine si kwanga nafundishwa, lakini nimetilia maanani sana kuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu. Unapokuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu, wewe ni mtu ambao vitu mingi sana utaifanya na itakuwa ni ya kunufaisha jamii. Wakati uko na hofu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Je, umeukubali Uislamu? Umeona kama ni dini ambayo iko sahihi, si ndio? Nimekubali sana. Kwanza hata mwanangu mwenye alinipa jina ya Yakubu ndo ule pale. She! Njoo, yule ndo kanipa jina ya Yakubu. Njoo. Haya, ndio Kaspool. Njoo hapa nimeka tofauti. Asalamu alaykum. Sasa mwanangu huyu ndo kanipa jina ya Yakub Maalim Wele. Katika Uislamu ni Msomali. Mama ni Msomali. Huyu ndo amempa Kaspool jina la Yakub Maalim Wele. Wele. Hapana. Yeye amenipa jina Yakub. Wewe ndio mslimisha Wewe mslimisha. Alafu sasa nikabadilisha. Nikamtamkisha shahada. Hapana. Kanipeleka kwa Sheikh Jamaldin. Sheikh Jamaldin somfahamu. Sheikh Jamaldin ndo kanisilimisha, alafu huyu kanipa jina ya Yakub. Sasa ndugu yangu, umechukua baada ya kumsilimisha mnafanya nini kuhusu kumsomesha Uislamu? Unajua Uislamu haijui Qur'ani, madarasa anafanya madarasa. Kwa sasa hivi Qur'ani Kaspool amesoma vizuri. Inshallah this year atakuwa hafidh al-Quran. Yes. Sasa hivi kwa sura gani? Sasa hizi yeye ndo aseme. Yeah, najua. Bora. Yeah. So, watu tumruliza apende kamera huyu. Apende kamera. Sio tutakupigia. Inshallah nitakupigia. Assalamu alaykum. Uko fit bro? Uko fit? Mungu anasaidia kabisa. Mimi niko fresh. Kabisa bro. Mambo vipi baba? Karibu. Mbona kama msanii vile? Mimi ni promoter. Wewe ni promoter wa Kaspool. Kaspool. Kaspool naitwa Kaspool. Kaspool nako paka Uganda, yani East Africa, South Sudan, kila wasanii ambao unaona wako Uganda, kila pale. Ukienda Uganda, yeye ndo anatawala. Sasa ukiona Uganda niko naye sana. Asante sana baba. Karibu sana baba. Sasa Bongo hujamuuliza Bongo. Kwa hiyo Kaspool, mara ya mwisho baada ya kuwa umesilimu nilikuona umeenda umra. Nafikiri kwani umra ile ulienda Maka. Nilifanya Maka, nikaenda Madina na nilifurahia sana. Nilipotoka huko vitu zilifunguka na mambo yalizidi kusonga. Kwa hiyo unawaambia Waislamu kwamba mtu akienda umra, yani akienda kwenye Al-Kaaba, akaenda kwenye yale zile kumbukumbu za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akirudi mambo yake yanafunguka, yanafunguka kabisa. Hauwezi kufanya ibada na mambo yako yasifunguke. Na kweli kabisa. Hauwezi kwenda. Wallahi nimepa shavu shekhe, una sijida hiyo. Shavu mcha Mungu, huyu mcha Mungu Kaspool, hapo tunafanana naona. Watu wasema pacha. Na msoma. Kwa hiyo sasa Kaspool, ulijifunza nini ulivyoenda kule Maka? Nilijifunza vitu mingi sana za kiroho ambazo kweli kwa kusema kweli zimenisaidia sana na zimenipendua. Mimi si yule Kaspool wa kawaida, tofauti sana. Tofauti sana. Mungu na nazidi kufurahia sana tu kwa kusema kwamba I don't regret being Muslim. I'm happy being Muslim, and I'm happy to be with my brothers in Iman. Yeah. Alafu uzuri kwamba sisi Waislamu tunapendana. Kama kuna kitu ambao nimepata kwenye dini na nimepata kwa Uislamu ni mnapendana sana. Na tunapendana sana. Mandugu zangu kwa imani wamekuwa na mimi pamoja na wameshikana, na imekuwa ni one community ambao ni jamii ya Kiislamu.
Tanzania kumekuwa na mabadiliko kidogo ya Sheikh wa mkoa Dar es Salaam. Alikuwepo Sheikh Walidi, sasa hivi amekuwa ni Sheikh Abbasi ambaye ni imamu wa msikiti wa Mtoro. Amekuwa ndio Sheikh wa mkoa aliyeteuliwa na mufti wa Tanzania Alimul Alama Hibrul Bahar Ustadhul Humam Sheikh Shuyukh Abubakar bin Zubairi amemteua Sheikh Abbas kuwa ni Sheikh wa mkoa. Unamwongeleaje Sheikh wa mkoa huyu mpya? Kwanza kwa sababu mimi Sheikh ambao nimemsikia na namfahamu ni Sheikh Abbas. Unakumbuka tuko kwa ile msikiti pale Mtoro. Nakumbuka nilisikia hotuba yake na nikapendezwa, na nakumbuka tukitoka naye pale nikakwambia kwamba ningependa nifuatilie hata kwenye YouTube, ni hakikisha nimefuatilia nijue mafundisho yake, hotuba yake, na nimekuwa nikimfuatilia sana. Na nikapata pia watu wengi sana hapa Kenya wanamfuatilia sana na wanampenda sana. So mimi nataka nimuombe kila laheri, nimwombe Sheikh wangu, tunakuombea kila laheri kwa kazi ambayo unafanya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, we are proud of you, tunakupenda na tunakusupport 100% pamoja na mufti. Zidini kueneza imani kwa watu. Amen. Jamani, huyu anatoka Spool ambaye anataka kuwa governor mpya wa Nairobi kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. The incoming governor. Niambie neno moja kwa Spool. Ningependa kusema tu hivi, na ningependa kwanza ni waombe wa Tanzania wadumisha amani na wapendane na wazidi kupendana, na of course nenda kumsalimia Sheikh wangu Sheikh Abbas. Mwambie nampenda sana wa Dar es Salaam. Salamu. Alafu unajua kupata Sheikh msomi ambaye amefanya bachelor of commerce ngumu sana. Wewe umejuaje kama ana bachelor yule? Yaani mimi namfahamu sana na nimesikia hotuba zake sana, na nimeswali pale kwa ile msikiti ambao tuliswali naye kwa Mtoro pale. Unakumbuka tulikuwa naye pale Mtoro, unakumbuka? Tunakumbuka vizuri sana. So na ukaniambia Sheikh bwana mbona hekima sana. Yaani hekima na busara zinatia. Sasa huyo ndio Sheikh wa mkoa sasa hivi. Huyo ndio Sheikh wa mkoa sasa hivi. Anaitwa Sheikh Abbas. Pongezi sana. Sheikh Abbas hapa ni Nairobi. Huyo anaitwa Kasipuli. Anaenda kuwa governor mpya wa Nairobi. Kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Wewe unaongea kwa uoga kama vile hebu. Huyo hapa. Na sijida alisilimu wa Somalia walimsilimisha. Sasa kulela za Nando na Musoma na bado. Jamani, hamna zaidi ya kudumisha amani ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Tuweke amani, tuweke upendo. Al-Muslim anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la tadkhuluna aljannata hatta tu'minu. Hamtoingia peponi mpaka muwe na imani. Wala tu'minu hatta tahabu. Na hamtokuwa na imani mpaka mpendane. Tumpende Sheikh wetu Sheikh Abbas, Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam. Tukimpenda tumekuwa na imani. Tukuwa na imani sababu ya kuingia peponi. Tusimchukie kwa sababu mapenzi ya dhati ndio hayo. Tumpe support, tumpe ushirikiano, tumheshimu. Tukimheshimu tumemheshimu mufti wetu, kwa sababu mufti ndio mwenye mamlaka ya mambo ya dini ya Kiislamu nchini Tanzania. Na Musoma na bado